There is a God who hears all our prayers. Yes, there is a God who answers. There is a God in heaven who hears all of our prayers. Oh, there is a God in heaven who answers all of our prayers. Whenever we pray, He hears and He answers. Whenever we pray, He hears all of our prayers. Yes, He hears. He sees all that is hidden in secret. He hears you when you call. Keep calling Him, He will answer you. Oh, hallelujah. Yupo Mungu mbinguni, asikiaye maombi yetu. Oh, yupo Mungu mbinguni, ayajibuye maombi yetu. Oh, Baba, tunapoomba asikia, anajibu. It is at the heart that the place where spiritual transactions zinatendeka. Ni katika roho transactions, ukipata kijina ya Kiswahili sanifu transaction, yani mambo yale Mungu anataka kutimiza duniani kwanza yanawekwa katika roho ya mwanadamu. It is a place where spiritual transactions are transacted. Yani mambo ya yote ya Mungu yanawekwa ama yanafanyika katika roho ya mwanadamu, kwa sababu Mungu hakujenga hekalu, hakujenga kanisa vile ilivyo kabla hajaijenga katika roho yangu na ikamalizika. Hata mahali tumefika, yaani Mungu anajua kwamba tayari tumejengeka na ikaisha, sio sasa anajenga ile hekalu. This is what I want to say. The state of our hearts, the state of our hearts determines how far the Lord gonna use me. Na kwa nini nasema haya maneno? Nikiambia mtu sasa tutakuja hapa, nimwambie akuja asimame hapa, utolewa yako yake ya wape simama, simama, utolewa yako yake. The first thing that comes in your heart, that is the state of your heart. Bwana asifiwe. If it was no, that means it's a rebellious heart. If it was yes, that is an obedient heart. The state of the heart determines the far that the Lord is going to use me. Na wakati roho inakuwa roho safi, na ndiposa Mungu akanena na akaambia mtumishi wa Bwana, akaambia hata ni Kristo alinena ya kwamba, akasema ya kwamba wale wanakuwa watoto wa Mungu lazima waweze kuwa na roho moja. Mungu anaangalia a pure heart. That is in the book of Matthew chapter 5. Inaanza the beatitude inasema ya kwamba blessed are the pure in heart. Kwa hiyo kuna kitu Mungu anaangalia ndiposa aweze kuihetokie ati oyo ni mwana wako, no ginya akoro na ngoro theru. Kile kuthoma ikauga ati kurathimo ni aria me ngoro theru tondũ matuĩkaga ciana cia Ngai. Koguo mũndũ wothe ũtarĩ na ngoro theru ndarĩ hĩndĩ angĩtuĩka mwana wa Ngai, because that is a character of a heart that God is watching and waiting akaweze na kutuza katika nasi na katika roho zetu. Na kwa nini aweze kuwa na pure heart? Kwa nini huyo mtu Kristo anasema ya kwamba blessed are the pure in heart? Hajasema watu wale wameokoka, kwa sababu tunaweza kuwa tumeokoka lakini hatuna roho safi. Tunaweza kuwa tumeokoka lakini niko na a corrupt heart. Imagine
Imagine mtu ameokoka, lakini wakati anaona watu wamejaa kanisa, anaona ni wakati mzuri wa kutengeneza pesa. That is a corrupt heart. Lakini mtu ako na roho safi ni yule mtu anawaza vile Mungu anavyowaza akiona mwanadamu. Somebody with a pure heart anapoona mlevi akigaagaa, anaenda akipagawa akigaagaa kwa barabara, yeye haoni mtu mlevi, anaona mtu ameondolewa kwenye neema na kwenye uwezo wa Bwana na anaragarara pasipo na kule anaenenda. Blessed are the pure in heart. Tujiulize mchana wa siku ya leo, ni roho ya aina gani niliyo nayo? Because immediately umeambia usifanye hivyo ama fanya hivyo, kile kinakuja kwa roho yako na uweze hata kutuambia that is the state of your heart. Na unajua roho yako sasa. Ukiambia usifanye hiyo, kile kinakuja kwa roho yako kwanza. That is how you are. You are rebellious or you are disobedient or obedient or a pure heart. Unapoona mtu ametenda kitendo kibaya, kile kinakuja kwa roho yako kwanza. Hiyo ndio okole yako hana. Na ujue na uelewe ya kwamba unless I get a pure heart, pasipo na roho safi sitatumika na Mungu. Na hata kana kwamba natumika na Mungu ni kwa sababu nimeokoka, ni kwa kiwango fulani na kiwango kingine sitaweza na kufika. Kwa sababu gani? Unless I have a pure heart. Na kwa nini roho safi? Kwa sababu ni roho safi Mungu anatumia kutimiza mpango wake hapa duniani. Gutire mundu ungigai ekuthira otigore wina ngoro theru. Tondu ngoro theru iyo niyo Ngai aharurukaga agaikara thiini wayo. Tondu ngoro ina mathuguta, ngoro ina marakara, ngoro ina ngui, ngoro ina rumena, ngoro itarathika. That kind of a heart, Ngai ndari na kanya, hana nafasi ya kutua na kuingia ndani na ndiposa atimize mpango wake. Ukiangalia hata wakati mfalme ama rais anachagua cabinet secretary, wakati sasa imefika anataka kumchagua wale atatumika pamoja na wao. Wale atatumika pamoja na wao katika kutawala taifa. Yeyote anaweza kuwa mkaidi, ama mtu hataki kuongozwa, ama mtu hataki kuambiwa, Mungu rais yeye mwenyewe anamuotoa. Tunaona hata wakati wa serikali ya president, kuna watu walikuwa wao wakiambiwa wafanye hivi, wanaona kana kwamba yule anawaambia sio rais. Na wakati wanatolewa kazi ndio unasikia roho sawa. Hata wakati serikali ya rais wa India kuna cabinet secretary aliweza na kuondolewa. Wakati aliondolewa kutoka cabinet secretary, yale mambo alinena kutoka pale, inaonyesha roho yake ilikuwa namna gani. Ndio alikuwa serikalini na anajifanya, na hautajifanya kwa muda mrefu, lakini wakati aliondolewa, yale matamshi aliweza na kutoa inaonyesha ndema akoro yake ubwele kora. Twika inakuanga hivyo. So in essence, kile nataka kunena mchana wa siku ya leo, it is the state of our heart. Hali ya roho zetu tunapoenda kutamatisha mwaka na tunapoenda kuanza mwaka mwingine. Ni wakati mzuri wa kupiga darubini, kwa sababu mwaka umefika tamati. Hii ni ibada ya mwisho wa mwaka wa 2020. Mimi roho yangu, hali ya roho yangu ilikuwa namna gani? Niko ya kuiruka kuuza, kana niko ya kuiruka tiridia manani. Ama ninaapio kwanza na angalia ni nani amenena. Unajua sasa kuna mambo unaweza kuambia na mtu amekuja juzi,
Na sasa utaanza kumuuliza alikuwa wapi hiyo miaka yote? Sasa mambo kama yale ndio Mungu anaangalia, na hii roho ni roho iko tayari kunifuata ama ni roho haiko tayari kunifuata? Hii ni roho iko tayari kutii ama ni roho haiko tayari kutii? Hii ni roho iko tayari niitumie ama ni roho haiko tayari niitumie? Hii roho ni iko tayari niitume? Mtumishi wa Bwana, taenda kusome katika kitabu cha Isaya sura ya 6. Mtumishi wa Bwana alikuwa anaitwa Isaya, akasema Mungu akauliza nani ataenenda kwenda kupeleka injili ya Bwana? Isaya akasema here I am, send me, niko hapa nitume. Kwa sababu alikuwa na roho ilikuwa tayari kutumika na ainago yetereire ne aharirikite kugutegwa ni Ngai. Bwana asifiwe. Pasipo na roho kama hiyo, basi ndio tutakuwa tumeokoka, ndio tutakuwa twanena na dini, ndio tutakuwa tunajitolea na zaka na fungu zetu, ndio tuingia kanisani, lakini Mungu hatatutumia kwenye viwango zile Mungu alikuwa amepanga, kwa sababu kila moja Mungu alipanga na kutumia kwa njia hii, mwingine kwa njia hii. Lakini sasa kwa sababu the state of his heart inaonekana is a rebellious heart, it is a disobedient heart, sitaweza kuitumia kwa sababu tayari ni kama ya kwamba ni kama ujue gari haina brake. Na unajua gari haina brake ya ukweli. Ya ukweli ulio unaongea. Makuminye gari haina brake. Ushoke udhiwe ikuke kalima kwa Mungu. Na kamulima kwetu kalima kwa Mungu. Hiyo kamulima gari inapanda, kamulima kametoka hapa karibu. Kamulima is around 200 meters. Ama wewe upande ile kamulima, wewe teremka hiyo kamulima ya hapa kidogo hapa, kamulima ya Salga. Wewe teremka na kaja ile hapo. Utajikuta ikifika pale mwisho wa barabara, ikifika pale mwisho wa kupiga kona, inaingia kwa kichaka. Toto gari hiyo ndio na breki. Nitakuikurukia kirori muikuruko nitani na breki. Ndabira kirori kiu gitiko gateka gya kinya hali ya kiada, na uko niguo Ngai athenaga, kwa sababu hii roho sio roho safi. Nitakapoinua kuna mtumishi wa Bwana alinena jambo mpaka nikaogoka, ati Ngai ndangĩkwa bararia ũndũ areka mũndũ areka msaada wa huko nina ũngĩhĩtia ũtuĩka obedience. Mwenelewa hiyo, ati Ngai ndangĩkwa bararia kiwako anabatara msaada wa huko hĩndĩ hau ambao ũtuĩka obedience. Ngai agũtware kiwako, Ngai akũrathime ũkinyerwo rĩu Ngai oreire no ũtũneaga kwathĩkaĩ inũgwetha andeithia kũmũgũithia. Mungu hata kuinua kiwango atashinda kutushusha wakati tumekosa kutii neno lake Bwana. Na sasa kile kinafanya asituinue ni kwa sababu anaangalia hali ya roho zetu. Ni kama kupeleka hiyo roho, usikie ukanyage breki, usikie ina breki, hata kana kwamba ni wewe unapeleka hiyo gari, kwa kweli ya kweli unastuka. Unastuka immediately. Nimeshaipeleka gari, nilikuwa Ford, nikaenda kupiga kona, nikakanyaga breki kwa ndio ndugu zangu, niwaambie hiyo gari ya breki na hiyo speed iko nayo ni 80 na tunaenda kupiga kona pale, ujue kwamba hii gari karo na inawatia ni mimi ndio nadereka. Kwa sababu nimehesabu hiyo gari speed ile iko nayo na ile kona inastahili kupiga, na hapo mbele kuna gari. Kwa hivyo lazima nipige kona hapo sigoge hiyo gari. Na wakati nilipiga kona, gari iliinuka kwa tino 40 degrees. Ikainuka 40 degrees, alafu sasa ikarudi. Sasa wakati nilikwambia hakuwezi, Mungu hapo ndiye ameshikilia hiyo gari. Ingeza wanafanya tuseme, gari hili agetwa baradia, kwa sababu anaangalia ya kwamba atwa baradia hii roho yetu itazidi na kuendelea kuwa roho safi. No area is about the gospel. But the greatest prayer that you can pray, the greatest prayer that you can pray is to pray we have a heart. Tuwe na roho aligned, yani inaandamana na kusudi la Bwana.
yani mahoya maria makorofio tũngĩkorwo tũkĩhoya nĩkorwo citũ cikorwo igĩtwarana na wendi wa Ngai, na roho inaanza kupotoka polepole. Roho inaanza kupotoka polepole, na ndipo unaonanga wazazi na watoto kuna kuwaga na kamshikili pale, na si ati watoto ni wabaya, lakini kwa sababu hawataki, when they start developing a rebellious heart. So hii rebellious heart anaona kama ni rebel to the parents, lakini anapoenda kwa taifa he becomes rebellious, anapoenda shule he becomes rebellious, hata wakati atakuwa serikalini he becomes a rebellious kid, a rebellious cabinet secretary, a rebellious employee, a rebellious watu wanaenda shule wanaleta strike because this kid has been rebellious all along. Lakini ile ombi kuu tunastahili na kuomba ni ya kwamba roho zetu ziweze kuweza kuelekezwa na kutanguliwa na kutulia na kuwa safi ndani ya Bwana, aniposa Bwana na akaweze na kututumia atakavyo apendavyo. Mtumishi wa Bwana yeye alikuwa anaitwa Daudi. Ukienda uangalie katika Psalms 139, lakini sitasoma yote. Nitasoma mstari 139 mstari wa mwisho. Hapo ndipo Daudi utakuona mawazo yake, kwa sababu alikuwa anajua manida uko na baraka ya Ngai. Noko kagiana na Ngai onaleta kanyabaja. Mwadhani ya osho. Na imagine mwana akikura aina roho rebellious. Liu munene wake ya kukarado kahota. Na nikiona mtoto anastahili kuangaliwa akiwa mdogo. Ndiposa akifika kiwango cha akiwa na bibi na ako na watoto wake, wa mahala pale hautaweza kumtawala tena. Na hapa mtumishi wa Bwana Daudi asema hivi katika mstari wake wa mwisho. Mstari wake wa 20 anasema hivi katika Zaburi 139. Mstari wake wa 23 nasema hivi: Search me, O God, and know my heart. Peleleza mimi Bwana na ujue roho yangu. Kwa sababu Daudi anaelewa pasipo na roho kama ya Mungu. Mtumishi wa Bwana Paul akiandikia makanisa katika kitabu cha Matendo ya Mitume akasema ya kwamba ati Daudi alikuwa na roho kama ya Mungu, a pure heart, roho isiyo na kinyongo, roho isiyo na wivu, roho isiyo na kujipenda, a pure heart. Anapoangalia mtu haoni yale mambo ametenda, lakini anaona kile Mungu alitunza ndani na katika roho yake. Bwana asifiwe. Kienda uangalie katika kitabu chake cha Yohana sura yake ya 7, kunaye kahaba aliweza na kunaye dada aliyeletwa kwa Kristo, akasema ya kwamba tumemkuta akifanya usharati. Na wakati aliletwa kwa Kristo, kwa sababu Kristo alikuwa with a pure heart. In fact, wacha nikuambie kama ni kizazi tulicho nacho, kingeletewa yule dada, kingeweza na kumpiga. Lakini katika wakati wa Kristo, kwa sababu yeye alikuwa na roho safi, aliweza na kuangalia ndani ya roho ya yule dada, akaona ya kwamba ni roho iko tayari na kutubu. Daudi wakati aliweza kupatikana na bibi ya Uria, na akaambia na manabii wa Bwana alikuwa anaitwa Nathan, kile umetenda kinyume na mapenzi ya Bwana, na umetendea silini, na kitatendeka kwako, na kitakuwa katika juu ya nyumba. Basi Daudi yeye hakuangalia manabii ameleta ujumbe, kwa sababu alikuwa na roho safi, roho ilikuwa tayari na kumtii Bwana. Aliegemea kwa Mungu, akatoa nguo za kifalme na akavaa magunia, akajipaka majivu na akamlilia Bwana, kwa sababu alikuwa na roho safi, roho kama ya Mungu. If we gonna bring a change
in our times and generation, if we're gonna be the generals of our generation, we must embrace a pure heart. Na ndiposa kusudi na mpango wa Bwana na mapenzi ya Bwana yakaweze na kudhibitika. Is right a general. Ni kama mtu ameweza mtu hana roho safi na amefanyika mkubwa wa wanajeshi, huyo ujue ya kwamba atabadilisha atageuza serikali. Shetani alikuwa hakuwa na roho safi, na hata wakati aliinuliwa na Mungu na akaweza kuwa kiongozi wa mambo mengi mbinguni, kwa sababu hakuwa na roho safi na akaweza na kugawa after of the angels, alienda na kundi nzima ya malaika wa mbinguni na akatupa hapa duniani. In essence, brethren, Daudi anasema, search me, O God, and know my heart. Na jambo la pili anasema ya kwamba, jambo la kwanza akatupeleleza roho yangu, juu ya roho yangu. Na la pili akasema, nijaribu Bwana, test me and know my anxiety. Nijaribu ujue nia ya roho yangu. Psalms 1:39. Nijaribu Bwana. Nijaribu Bwana. In essence, Daudi anasema ya kwamba ndio Mungu kana kwamba Daudi ni kama sasa ni mfano mzuri. Sasa asema ya kwamba Mungu unajua roho yangu, endeleza roho yangu kwa sababu ninataka Bwana ujue ya kwamba niko na roho safi. Lakini Mungu sasa akasema nijaribu. Sasa kama mtu huyo mtu akasema ako na roho safi na hawezi na kuiba, basi anaenda na jikuta ya kwamba mtu ako mbele zake ameangusha 500,000 na ameenda na gari amefuelia. Search me, O God. Sasa kile kinastahili na mtambue kwamba Daudi si kuambia Mungu tu amwambia peleleza, anamwambia hata nijaribu sasa, ngone kana kwamba nitapita mtihani. Na 24 anasema and see if there is any wicked way in me. Na uangalie kama kuna roho mbaya, roho iko na uovu, iko na mabaya. Roho inaweza kuondokea neema ya Bwana. Na ujue ya kwamba alikuwa amechukua Biblia. Lakini sasa anaponena hapa, Daudi anaweka wazi roho yake, kwa sababu nia yake ni kutenda kusudi na mpango wa Bwana atokako, aendako, anenalo, awazao. Check me, Lord. Test me, my Father. Sasa nikasema ya kwamba nikianza wakati naambia fulani kuja hapa, utule wikira na ngoro ya bedani your heart. Na kuna wimbo tulikuwa tunaimba zamani, nasema ngoro yangu ndio muhengaji. Zamani miaka hiyo 80s. Kwa sababu sasa ni roho ya mtu naweza na kukudanganya, lakini sasa huwezi danganya roho yako. Wewe kila mmoja hapa anajua roho yake. Unajua roho yako. Nikiambia nifanye kile, hata nafanya kwa sababu ananiangalia. Nikiambia nifanye kile, kwani anafanya hata na ulegevu. Unaona kitu na ulegevu. Na sasa shida, na especially sasa watu wale wako ndani ya roho. Aliposa sasa unaona most of the marriages with prophets, most of the marriages of the prophets, or those men and women that have a discernment. Most marriages of men and women that are prophets, and then men and women that have discernment. Bwana asifiwe. Anakwambiaga fanya kile kitu, immediately analetoa roho yako hiyo dunia. Unaona tayari anakuondokea immediately, kwa sababu tayari ameambiwa ule wali ya kidini wa roho yako. Immediately anajua kile kiko ndani yako. Ndipo Kristo akapeana mfano akasema ya kwamba kulikuwa na kijana mmoja akaambia na baba yake ende ufanye ile kazi, na akasema mimi sifanyi. Lakini mwingine akaambia kwamba ende ufanye ile kazi. Yeye alisema mimi nitafanya, lakini hakufanya. Akasema huo wa kwanza alisema nitafanya na hakufanya. Wa pili akasema sitafanya, lakini baadaye akaenda akaangalia roho yake, akaenda na akafanya. In essence, anasema huyu wa kwanza
kile kiliko ndani yake ni kufanya kwa sababu anaonekana. Lakini huyu mwingine hata kana kwamba alinena, roho yake is a pure heart, inajua na kile kinastahili na kutendwa. So brethren, what kind of a heart do we have? What kind of a heart do we have? Now the kind of a heart, it determines the kind of God-given transactions that can be transacted in your life. Brethren, Bwana asifiwe. Kwa sababu ya hiyo roho tuko nayo, unasikia yule akifanya usharati pale, lakini sasa hata kwa sababu Mungu anajua roho yako vile iko, analeta kwako. Kwa sababu Mungu anajua roho yako, the kind of spiritual transactions. Owa ya koraka na hali yake kama kidogo, ukienda kwa kile kwa nini Mungu anatumwa kwa mtu fulani? Kwa sababu Mungu anajua kwa hiyo no yote kuruta igogona tokoni gorote mwathani ya gocwo kuri unge abyuka arugwirwo na nikibona amadi ya burani curtains ya ndoto wala iko unajua ukano kukuka hau kali mundu ya kugulira ameba bone there ujigwa ati kalima yuko kutoka direct noto ile haya daro no yauka nigeza na ukali ile ule ule kio so aliaka in secret. Actually is it a confession box? I don't know, it's a confession box. Na ikia that confession box halafu sasa confess na nasikia halafu sasa anakuombea anaenda. Lakini wakati na hayo sasa unaona ya kwamba kwa sababu Kristo alikuwa na roho safi, akaletewa dada amefanya usherati. Na wakati aliletewa na yeye Kristo, kwa sababu alikuwa na roho safi na wao walikuwa na mioyo migumu, wao walikuwa tayari wamesema ya kwamba kulingana na sheria za Musa, na wakati sheria za Musa zilinakiliwa, yale mambo yalinakiliwa katika roho zao. So wakati wanatenda kulingana na roho zao, kwa sababu tayari roho zao zimeingizwa na sheria za Musa. Yesu akasema ya kwamba naye hajafanya dhambi amtupie mawe la kwanza. Wote wakaondoka wakianzia na wazee mpaka wa mwisho walikuwa ni vijana. Inaweza wana maana tuseme kwa sababu Kristo alikuwa na roho safi, ndiposa akaletewa yule mtu. Na wacha kuna watu wanaweza letewa mtu a situation, unaletewa mtu amefanya kitendo na kuna mwingine anaweza letewa the same story. Aenda mwambie enda kabisa, kwa sababu yeye hana roho safi kama ya Mungu. Daudi amesema ya kwamba and see if there is any wicked way in me and lead me, unielekeze katika njia zile zinaelekeza katika ufalme wa mbele. Brethren, kana kwamba Mungu atatutumia in the year 2021, no kinanipeleze roho yangu, nikiambiwa nitende fanya hivyo, kile kinakuja roho yako. That is the state of your heart. If it's rebellious, if it's disobedient, if it's obedient, if it's rebellious, that is the state of your heart. And the kind of the heart you have, it determines what kind of a spiritual transaction I can transact on behalf of somebody. Madani ya Osho, imagine what the injury guy, you're free. Imagine what the injury guy. Uraye ewa mudu waranganete kaba. Yeye makno be oyu, orana oro wakabu. Akole tiogo, guy. Akule tiyati. Ona wewe wewe tena mahoyo wewe, you can't wait. Tumie ukakadira mtu ile ya mwani. Atakuwa ya kile na mwani. The state of the heart, it determines what kind of spiritual transactions I can transact. Because the reaction alone, it tells me, oh, the kind of heart. In fact, on a reaction, you can live with a whole lot of kinyanile. Oh, you can't take up on a kinyanile. Oh, you can't take up on a kinyanile. Oh, no, I can't take up on a kinyanile. Odogoro yake itika ile ya togaki na makibi
Yuli aikare vile yashi ya neno yake. Mwanzo ya gosho. Daudi anasema ya kwamba peleleza roho yangu. Kana kwamba kuna jambo lolote haiwezi na kufanya nikatoe dhabihu na nikubariki. Baba, naomba na ukaweze na kunitakasa. Ndiposa niweze na kuenenda katika njia zako. The state of our heart determines our walk with God. The state of our heart, it determines my walk. Yani kutembea kwangu na Mungu. Kutembea kwangu na Mungu. Wacha nikuulize swali. Hata kana kwamba tunaandamana na wewe. Tunaandamana na wewe, unakuja tunasemezana, unakuja tunaongea, like kind of things. Inamaanisha ya kwamba kutembea kwangu na Mungu kuna determine the kind of heart I have. Ile roho niliyo nayo. Kwa sababu nikiwa na roho safi, Mungu atafurahia kutembea na mimi zaidi. Nikiwa na roho nzuri, nikiwa na roho kama ya Daudi, lakini nikiwa na roho iko na unafiki, hata watu wale wako na discernment. Watu wale Mungu anawaambia na huyu roho yake iko namna hii. Nakwambia mtakuwa marafiki wa siku chache, lakini wote wanaondoka. Mnakuwa na rafiki mwaka moja, wote wanaondoka. Lakini watu wako na roho safi, watasimama na wewe wakati unakufa, na wakati uko mgonjwa, wakati uko na afya njema, wakati umefilisika, wakati matajiri. Watu wako na roho safi, watasimama na wewe kwa sababu wao wako na roho kama ya mtupu, na Mungu wakati na wakati anakosa kupenda mwanadamu kwa sababu wamefanya makosa. Bado anasema ya kwamba ninawapenda kabla mnipende, nikawatafuta kabla mnitafute. Na nikosa nikatuma namba saba ya acha hapo msalabani kwa sababu najua ya kwamba bado mimi niligharimika, ulimwengu ukaumbwa, mwanadamu akaumbwa, na huyu ni mtu niliumba na mikono yangu, alinigharimu mimi, tena akanigharimu mara ya pili, nikaja nikama msalabani. Mtu ako na roho kama ya Mungu, it determines my walk with God. Tutatembea safari ya kiasi kipi? Tuko tunaranaka hii na afya. Unajua unaweza kuwa na roho unafiki. Mtatembea na Mungu kwa muda kidogo. Sasa Mungu anajua roho yako. Akaja mzee alikuwa anaitwa this man of God was called who? Not John. So this man, Biblia inasema ya kwamba he walked with God until he was no more. Enoch, good. Yani alitembea na Biblia inasema ya kwamba na Enoch akapata mtoto wakati alikuwa miaka 100, and then akatembea na Mungu for 365 years. And the Bible ikamalizia until he was no more. Yani he continued to walk with God. Akatembea na Mungu katika tabia zake, katika kuwaza kwake, katika kunena kwake. Oh my, alitoana na Hagai, alikuwa consumed by God. He walked in God and walked until he walked to heaven. Nadhani ya Joshua. Lakini watu wale wako tayari. Search me, O God, and know my heart. Search me, O God, and know my heart. Sasa, tukiaika Mungu sasa, search me, O God. Do you have an obedient heart? Do you have a blameless heart? And a blameless heart, why we say somebody has a blameless heart? Ni roho ile iko tayari kubeba the blame. Hallelujah. Kumishwa Bwana alikuwa anaitwa Job. Mimi nasema ya kwamba and the land of Uz kulikuwa na mzee mmoja alikuwa anaitwa Job. Kwanza he had a blameless heart. Akikoniti kwenda kubii mwoni odoe. These are the kind of heart. And then I'm not blameless. Ulifanya yes, ulifanya kubali badala unajua sasa, it is a heart that is important. Let's go to the book of Job chapter 1 verse 1. Sikia vile Mungu
Mungu anataja kuhusu mtumishi wa Bwana alikuwa anaitwa Job, kwa sababu Job had a blameless heart. I wonder what kind of a heart is this? Hii roho that is blameless ni roho ya aina gani? Ujiulize, roho that is blameless ni roho ya aina gani? A blameless heart. Kuna watu wakiwaambia ulifanya ni kama vita. Ulifanya ni kama vita. Kwa sababu wao, they cannot carry the blame. We should carry the blame of our parents. We should carry the blame of our children. We should carry the blame of our forefathers. We should carry the blame of this nation. Taifa ule ufisadi uko, tunaubeba na tunaupeleka mbele za Bwana. Yale mambo yote yanatendeka katika dunia, tunayabeba, tunayapeleka kwa Bwana. Na kwa nini tunafanya hivyo? Tuweze kuondoa that blame. Pasipo na roho kama hiyo, kama ya mtumishi wa Bwana alikuwa anaitwa Job, basi hatutaweza kufanyika kile Bwana alikusudia. Hatuwezi kufanyika kile Bwana anataka na amepanga na kukutia kwa ajili na kwa sababu ya kuleta utofauti in his time and generation. Biblia inasema kuhusu Job in the book of Job chapter 1. Job chapter 1, the Bible says, there was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was blameless, and number 2, upright. Mtu njia zake ni mwelekevu. Jambo lingine, he feared God and shunned evil. He was blameless. I wish it was read in our mother tongue. He was blameless. Number two, this man, he was upright. Upright. Number 3, he feared God. Number 4, he shunned evil. Kunena kwake kunaonyesha anaogopa Mungu. Kunena tu huyu mtu ameogopa Mungu. Kuwaza tu huyu mtu ameogopa Mungu. Kuvaa tu huyu mtu ameogopa Mungu. Hata mienendo yake, vile anawasiliana na wale wa karibu, anaonyesha ameogopa Mungu. Pasipo na hayo hatuwezi. This guy had a heart that feared God, because the Bible says in the book of Proverbs, at the beginning of understanding, so the beginning of understanding, a heart that desires understanding. Roho inatamani kuwa na kuelewa Mungu. Lazima iwe ni roho inamwogopa Mungu. A heart that fears God. That is the kind of a heart that God is ready and willing to use in His time and generation. Unajua maisha yale tunaishi inafanya tukaweze kuwa na roho iliyo baya, roho iliyo gumu, roho isiyotii neno la Bwana. Na ndio utembee sasa usifanye hiyo. Kile kinakuja ya kwanza katika roho yako, that is the state of your heart. Enda uketi pale, kile kinakuja ya kwanza katika roho yako, the state of your heart. Enda utekeleze kile kinakuja kwa roho mara ya kwanza, the state of your heart. Kuja utuongoze kuabudu kile kinakuja kwa kwanza katika roho yako, the state of your heart. Enda ufagie kanisa, kile kinakuja kwa kwanza, that is the state of your heart. Kisema praise team lazima wafike mapema. What comes first in your heart? That is the state of your heart. Tuongoze kufanya hivi kanisani, ama katika familia, tuongoze katika hii
kile kinakuja ya kwanza kayo ni magiona. That is the state of your heart. And that state of the heart, the Bible says, if the state of our heart is in line with God, then tujue na tutambue ya kwamba Mungu atatutumia hata zaidi ya vile alitumia mtu kama Elijah. Elijah anaambiwa ya kwamba sasa Elijah, kwa sababu amenena kuweza kuwa na kiangazi miaka 3 until you speak, enda ulale kando toroka. Akaenda akarara hapo, na alipolala kando ya mto kalikuwa the brook river, akiwa mahala pale anaambiwa sasa, Elijah, amka ule na ukunywe. Hataki kujua chakula imetoka wapi. Kuna watu wajabia, amka ule na kunywe. Akagaiwa ya neki. The state of our heart. Tuye goyo tukora nayo nigo egia bekira gari. Akrodia bekira modo onagayisho tutona. Hatuwezi na kumtii. The state of our heart. The state of our heart. Does it fear God? Kuogopa Mungu ni kile ninachosikiza, ni kile ninachonena, ni kile ninachowaza. Does it glorify God what I watch? What I watch. Imagine this simu, kwa sababu this simu is a church phone, kwa sababu most of watu wamenikaribia wanajua ile the password of the code of the phone. Waweza wakuje wakakazi. Yaani hizi picha hiyo watu wako uchi kupitia zile naona kwa simu. Wewe mtoto hata haitaki kutabiriwa na mtu mwingine, basi the state of the heart of the pastor. Na wale sasa wale wako na discernment, na wale wako na unabii, wataweza sasa waende kwa Mungu waulize, because that is the nature of a prophetic heart. Tukiweka kama huko maleo na you go to the next level, uko na ishi kisha ndio uko na kujua shikeli. Kwa uliapata ndo dai leo ndio ndio shaidia mwadhani ya osho. The state of our heart. The state of our heart. It is a brethren. This is a heart inaelezewa roho ya mtu alikuwa anaitwa Ayubu. He feared God. Yale alikuwa na nini? Alikuwa mwangalifu. Yale alikuwa na waza, alikuwa mwangalifu. Ninakwambia kweli wa mambo, as you come closer and closer to God, unaweshiria kuelekea kwa Mungu. Hata sasa mwingine aliniambia uje mwana mtoto oleka ndio yalibarona meja makona yake. Timaije maije ha aliambia kunenena meja maije mono niko kawa ndio jamaa mamwe kuo. Na tukienda kuzelia goyo wa Mungu direli, lazima sasa aondoe chochote akiezi na kuandamana na kusudi na mpango wa Bwana. It's like the church. When we built the first church here, ibada ya kwanza tulifanyia ibada kulikuwa na nyasi. Wale wanadeki, itotoka hapo nyekini na kwa hapo ibada. Ndio wanadeki dia iliko, actually ile dia iliko, yeye iko uchafu katika hiyo kanisa. Tunasoma hivyo tena after 2 weeks tukalima hiyo nyasi. Ndio ukiakoli ile ukiakoli ile mtu kusale pole ndio ndio iliko. No plan habe na kudera. Hiyo no kwera kwa kweli imagine uko ya kweli ya modani. Tugiyo buo tugiye haro ndio tutatiri motume. Kwa hiyo ukiona hapa kaina tiri motume kanilo shio yuko haya na iko. Kwa sababu sasa tunaendelea kusonga. Tukaendelea sasa tukakoroga. Tuakoroga hao kwa kiwete yuko na actually iko. No way digitali iko. So that time, that was the state of the church that day. It was the level of the church that day. It was the level of where we were with God at that day. Nowadays, over Kalibeli, kwa sababu imekoroga yote, ungekuwa ona tu ungekuwa kiwite wakati kunanyesha, uone watu wameingia kanisani na matope, utaona ya kwamba na hiyo kanisa ni chafu. Hiyo kanisa ni chafu. Na sasa vumbi sio chafu. Ukweli sahihi. Vumbi katika kanisa sio chafu. Ukikuta pale kuna vumbi na nini, sio chafu. Wacha tudeke tiles. Tako ukiona cha unauliza hapana. Kwani kanisa hili osho?
Na si haiko uchafu. Ilikuwa imekuwa uchafu sasa, hata wakati ilikuwa uchafu. Ni vile kiwango hakikuwa kimefika pale. Sasa hata hapo ukikuta matope, unauliza matope ni kijaji pale. Kwa sababu sasa kuna kiwango kinaendelea. Vile na roho ya mwanadamu. Kingia ndio kitia liko, ndio kanda wale nani kukundi. Nuri tuone mukoroge, ubikora kingia yete huko, no kina onye kiukia tia. No tia liko ndio. Kia yoko no le odia kinanile ya kukuelelia okinalele kwa gari. Na ipoza sasa Afrika closer. Wakati yote imewekwa tayari kutoka mpaka pale. Hata mtu akijia pale na matope, hapa kuyolia. No takikana mtu ejira ona mete na matoro, na akajira kadeni na akajira ndani na oro. Na tete ndio tieko. No ndani ya tele. Leo ile tieko. Madhani ya hosho. Na mtu akaanza peke yake ndani. Kuanza tu fulani, unena hivi fulani ndani. Na mwingine hata anawaza kwa sababu yeye akabali ile kanisa ilikuwa na manyasi, mtu ana shughuli na yeye, basi come closer to perfection. Napo karibia ukamilifu wa kiungo, basi lolote wanena, lolote unaloliwaza, Bwana anaona hiyo ni dhambi kwa sababu wewe uko karibu na ukamilifu wa Bwana, wa mawazo, wa mienendo na wa tabia, wa kuongea hata kuvaa. Kwa sababu hiyo roho inafanya kazi na Mungu na inakaribia Mungu zaidi. Kwa hiyo inapomkaribia Mungu zaidi, it is coming closer to the perfection of the purposes of God. Iposo unaona leo nikifika mahali pale, naambia Bwana, peleleza roho yangu. Na Daudi anatoa ushuhuda hapa na roho kama ya Mungu, anatoa ya gai. No de la gai. Toneame no kone tugile, no kone teshilie, no kone jalie. Kinyume na kusudi la Bwana. Abia Bwana, peleleza roho yangu. Peleleza roho yangu. Na iposa uweze kuondoa pando lolote halikupandwa katika ukamilifu wako na halikupandwa na wewe. Maneno haikupandwa na wewe, mawazo haikupandwa na wewe, kusudi haikupandwa na wewe, Baba ukaweza na kuliondolea. Ndiposa sio kunena, lakini nena yale ni mkono wa uhakika, na haya ni maneno ya Mungu. Na ndiposa unaona kujina wanasema Mungu akafanya akasema, lakini kuna kujina mnajua sana and thus says the Lord. Kwa hivyo wakati amesema hivyo, sio mwanzo kujadilia kama Mungu hakunena, Mungu amenena. Kwa hivyo lazima iweze kutimia. Usona roho yangu hapa Ayubu alikuwa blameless, lakini ile ya msingi sana he feared God. Najua kwa nini watu wanena kile wanataka kunena. Mtu anatenda kile anataka kutenda. Anawaza kile anataka kuwaza. Ni kwa sababu hana hiyo roho ya kuogopa Mungu. Na tutaongea maneno hapa ya state of the heart as proceed to next year. Because this state of the heart can delay our destiny. It has delayed our destiny. It can delay. It can make us remain in the wilderness. Kwa nini Wanaisraeli walikaa jangwani miaka 40? Maika ile ulewini miaka 40. Kwa sababu walikuwa a hardened heart. Na Biblia inasema ya kwamba a rebellious heart. Roho imeweza imegairi kusudi la Bwana. Naye Mungu anasema ya kwamba roho kama hiyo inakaa jangwani ya maisha, jangwani ya ndoa, jangwani ya familia, jangwani ya biashara, jangwani ya maisha, because it is a rebellious heart. Kile tunastahili kuomba Bwana kana kwamba tunataka kutembea There is a God who hears all our prayers.
Yes, there is a God who answers. There is a God in heaven who hears all of our prayers. Oh, there is a God in heaven who answers all of our prayers. Whenever we pray, He hears and He answers. Whenever we pray, He hears all of our prayers. Yes, He hears. He sees all that is hidden in secret. He hears you when you call. Keep calling Him, He will answer you. Oh, hallelujah. Yupo Mungu mbinguni, asikiaye maombi yetu. Oh, yupo Mungu mbinguni, ayajibuye maombi